Wanadamu ambao wamepora mamlaka ya Mungu. Wamepora mamlaka ya Mungu kwa sababu mwenye kutupa uhai ni Mungu na mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Unawezaje kuvuna katika mti ambao hukupanda? Unatoa wapi mamlaka hiyo? Kwa hiyo kama Mungu ndio mwenye kutoa uhai wa mwanadamu, kumpa mwanadamu uhai na haki ya kuishi, mwenye mamlaka ya kuiondoa haki ya mwanadamu kuishi ni Mungu mwenyewe aliye asili ya uhai wetu, na anajua wapi anatupeleka baada ya kutoka katika mwili huu. Nalisema hili kwa sababu ya hali inayoendelea sasa, watu wengine kuuawa, kutekwa, kuvamiwa, kupigwa na mengine mbalimbali. Wote wanaoyafanya hayo wajue kwamba wanapora mamlaka ya Mungu, wanapora haki ya Mungu. Hata kama kifo kipo, lakini nani mwenye kuruhusu kifo? Nani mwenye mamlaka juu ya kifo? Mungu mwenyewe. Mwache aruhusu atakaporuhusu. Akiruhusu tuondoke kwa magonjwa, tuondoke na kitu kingine, sawa, lakini mwanadamu awe yote hana mamlaka ya kuingilia uhai wa mtu mwingine. Wewe unayeondoa uhai wa mwingine, ipo siku wa kwako utaondoka pia, kwa sababu hakuna mwenye mamlaka juu ya kifo. Kwa pointi yangu ya kwanza ni kwamba tufahamu kwamba kifo kipo na hakuna mwanadamu aliye nje ya kuweza kuwa na mamlaka zaidi ya mamlaka ya kifo. Hivyo tuishi katika hali ya unyenyekevu, tuishi katika hali ya utu, tuishi katika hali ya kuthaminiana, tukijua ulimwengu ni mahali pa muda tu, ni mahali pa kupita tu, ni mahali ambapo tumewekwa tu kwa wakati na Mungu mwenyewe kwa dhamana yake, na katika saa ambayo Mungu imempendeza mwenyewe ataweza kutuondoa kama alivyoturuhusu tuweze kuwepo katika ulimwengu huu. Lakini jambo la pili ambalo ningetaka kulisema katika hotuba hii tupomwaga ndugu yetu Charles, swala sio kwamba kifo kipo tu na kinatokea katika mazingira gani, basi tuache katika mikono ya Mungu, lakini tunakufa baada ya kufanya nini? Yaani kifo kinakukuta katika mazingira gani? Maandiko niliyosema nasema kwamba Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Kwa hiyo kifo kilimkuta ameshatimiza wajibu wake, ameshatimiza kusudi lake ambalo Mungu amemweka katika uso wa dunia. Jackson, nitakufa, wewe pia utakufa, lakini je, kifo kitakutana na mimi baada ya kutimiza nini? Daudi baada ya kutimiza shauri la Bwana akalala. Je, mimi nitakufa baada ya kutimiza nini? Niseme maneno haya kwa sababu Mungu ndiye anayeruhusu uhai wetu tuzaliwe katika ulimwengu huu tuweze kuishi. Mungu ana kusudi na kila mwanadamu kuwepo katika ulimwengu huu katika wakati alioruhusu mwanadamu huyo awepo duniani. Niseme maneno haya, ulimwengu tulionao tumeukuta. Kuna wakati ulimwengu ulikuwepo, lakini sisi wote hapa ndani hatukuwepo, lakini ulimwengu ulikuwepo au dunia ilikuwepo. Tutaendelea kuishi, sawa, lakini fahamu kuna wakati dunia itaendelea kuwepo, sisi wote hapa ndani hatutokuwepo. Fanya mazoezi, kuwa na bima yenye kiwango cha juu na kila kitu, lakini naweza nikasema kwamba miaka 100 ijayo sisi wote hapa ndani hatupo. Mimi sipo, wewe haupo. Najua sio habari njema kuisikia, upende kuisikia, lakini in 100 years to come hatutakuwepo. Kwa nini hatukuwepo? Hatukuwepo kwa sababu halikuwepo kusudi la sisi kuwepo. Kwa nini miaka 100 ijayo hatutokuwepo? Hatutokuwepo kwa sababu hakuna sababu ya kutufanya tuwepo. Kwa nini tupo? Tupo kwa sababu lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo. Na kama lipo kusudi la Mungu la kutufanya tuwepo, nijiulize Jackson, ninavyoishi katika nafasi yangu katika dhamana ambayo Mungu amenipa, je, ninalitumikia shauri la Bwana? Ninalitumikia kusudi la Mungu? Ninayaishi mapenzi ya Mungu? Unajua hakuna mwanadamu anayekuja duniani pasipo ajenda ya Mungu kuwemo ndani yake. Wasomaji Biblia mnafahamu habari za Yeremia.
Anaambiwa Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, nalikuita wewe wangu, nimekuweka kwa ajili ya shauri 1, 2, 3. Kwa hiyo kabla ya Yeremia kuumbwa lilitangulia kusudi la Mungu, na kabla ya mwanadamu yoyote kuumbwa litangulia kwanza kusudi la Mungu la huyo mwanadamu kuumbwa. Pasipo kusudi hakuna sababu ya mwanadamu kuwepo. Ndipo ambapo mwandishi anasema Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana, kwa sababu ndio ajenda iliyomweka duniani, akalala, akaondoka katika dunia. Yesu wakati atishiwa na Pilato kwamba unajua nina mamlaka ya kukufungua na kukufunga katika ile kesi ya usiku ule, Yesu akamwambia nini Pilato? Akamwambia, sikiliza Pilato, usinisumbue, usinitishie kwa ajili ya msalaba. Nilizaliwa kwa ajili ya haya, nilizaliwa kwa ajili ya msalaba, na kwa ajili ya msalaba nilikuja ulimwenguni. Ngeke jirani yako muulize, hayo unayoyafanya ulizaliwa kwa ajili ya hayo? Ukimwona yuko serious uje napambana na hali yake huko ndani. Inawezekana tumeacha ajenda ya Mungu katika kuishi kwetu, tumeishi ajenda zetu wenyewe. Na ndio maana wakati mwingine tabu zimetupata, shida zimetupata, adha zimetupata, kwa sababu tumemwacha yeye aliye asili ya uhai wetu, aliyekuwa na kusudi kwa ajili ya maisha yetu. Charles ambaye amelala mahali hapa, nafahamu kila mmoja kuna namna ambavyo anaweza kumfahamu. Tukisema watu wasimulie, kila mmoja anaweza kasimulia kwa namna zake mbalimbali. Lakini mimi nikimwangalia namuona ndani ya moyo wake, katika uhai wake, ni mtu aliyeishi duniani akijua duniani ametumwa kuja kufanya nini. Kwa kifupi nikasema hivi, unajua kuna watu wanaweza kawepo mahali duniani wasijue amekuja kufanya nini. Lakini tafsiri ya maisha ya Charles yanatuonyesha wazi kwamba alijua duniani amekuja kufanya nini. Wingi wa watu unaoona mahali hapa ni ashirio tosha kwa namna gani ambavyo ameweza kuyagusa maisha ya watu wengine katika ngazi mbalimbali, kwa namna gani amekuwa baraka kwa namna moja au nyingine. Alisema mahali fulani, nadhani hapa pa Ubungo kwenye ibada moja, kwamba ukiishi katika dunia na usiyaguse maisha ya mtu yoyote, wasiwepo watu ambao wameguswa kwa uwepo wako duniani, ufahamu wewe hujawahi kuishi, ulikuwepo tu duniani. Unajua kuna watu wanakuwepo katika familia, mnaweza kumzaliwa 6, kuna 2 wanaishi wanagusa maisha wengine, lakini kuna wengine wanakuwepo tu. Mimi 3 kuzaliwa, 4 mnachukua nafasi tu, lakini we don't see any impact kwako. Charles ameishi kwa impact, ameishi hajakuwepo duniani. Kwa kuna watu wanakuwepo duniani na kuna watu wanaishi duniani. Wanaoishi ni wale ambao wanajua wamekuja duniani kufanya nini na kusimama katika ile kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Maisha ya Charles yanajieleza katika maeneo mengi sana tu. Nimezungumza pa mwanzoni wa kwanza ibada katika maisha ya Charles. Charles alikuwa ni mtu mwenye kulipenda kanisa, mwenye kulipenda kanisa lake, lakini pia mwenye kupenda ibada. Unajua baadhi ya watu maarufu walio wengi wanadhani umaarufu ndio utoshelevu wa maisha yao na hawamhitaji Mungu. Wanadhani kuinuliwa kunaweza kuwa mbadala wa Mungu, lakini sio kwa Charles. Charles aliishi maisha ya kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Hakuweza kukosa kuja katika ibada kwa siku zote za ibada pale ambapo ratiba iliweza kuruhusu. Hiyo haitoshi. Hakuacha kuwa mstari wa mbele katika kujitoa katika kazi za kanisa, katika mambo mbalimbali. Amekuwa muumini wa kanisa hili tangu tukiwa na kanisa lile dogo mpaka kufika kanisa la mahali hapa. Tunafahamu wana Bartimayo mchango wa Charles katika kanisa hili. Kwa kawaida hapa huwa kuna mashindano ya umaki na ubaki, wanawake na wanaume. Kama huu msiba umekuwa mkubwa kwa wengi, lakini msiba mkubwa zaidi kwa wanaume wa kanisa hili. Ninafahamu. Mara ya mwisho baba kasisi nilikusanya kiasi gani? Milioni 100 milioni 180 cash. Na hayo mashindano wakina mama, okay, by the way alishinda nani, wanawake wanaume?
Okay, tuache kwenye matokeo. Lakini ninachotaka kusema ni hiki. Charles ikifika masuala ya mashindano ya utoaji kwa siku hiyo, na hasa kipindi cha karibuni ambacho tayari ameshahamishiwa Zanzibar kikazi, alikuwa anasafiri na mke wake Sara timu Umaki, Charles timu Ubaki. Wanasafiri kwa gharama zao kuja Dar es Salaam, na sio kusafiri tu, kuhakikisha kila upande unashinda. Kama mwingine ndio uko Zanzibar ukisema, unajua baba padri, mimi kwanza sipo, basi Mungu awatie nguvu, tuko pamoja kiroho. Haikuwa hivyo kwa Charles. Alilijua kusudi la shauri la Mungu alilomweka katika uso wa dunia, akafanya basi yake, alijitoa kwa moyo. Kuna jambo la kujifunza kutoka kwake. Alipenda kanisa lake, alipenda ibada, alipenda kujitoa. Yapo yaliyo mengi. Maisha ya familia. Charles alikuwa ni baba wa familia. Charles hukuweza kumkuta amekaa katika ibada peke yake pasipo Sara pembeni yake, mke wake. Unajua kunaweza kuja hata kanisani, lakini mmoja akakaa kulia, mmoja akakaa kushoto, na pengine mmoja akaja na usafiri huu, lakini sio hivyo kwa Charles. Muda wote waliweza kuambatana. Kwa ninayaona maisha ya Sara kwa namna moja au nyingine yamejawa na huzuni kiasi gani. Lakini Sara sio wakati kukata tamaa na kurudi nyuma. Ni wakati kumwambia Mungu asante kwa maisha ya Charles ulionipa kama zawadi katika wakati wa uhai wake. Charles alipenda familia yake. Watu mashuhuri walio wengi, umashuhuri unaowainua na kuona familia haina kitu, familia haina msaada, familia haina lolote. Watu wengi wakiinuka ndivyo wanapokwenda mbali na familia. Na nikamwambia watu mahali fulani maneno haya, kwamba sisi wakina baba, Mungu atupe neema kuweza kujifunza kwa karibu. Wakati mwingine baraka ulizonazo hauko nazo kwa sababu umesoma sana, kwa sababu una uwezo sana, no, kwa sababu tu ya mke uliye naye. Amesoma hajasoma, lakini ndio ngazi yako ya kukuinua mahali ulipo. Unayeambatana naye ana nguvu katika wewe. Charles aliona siri hiyo. Na akamruhusu Sara amtumikie Mungu kwa nafasi yake, lakini na yeye pia Charles akafanya kwa sehemu yake. Charles alikuwa ni baba wa familia. Niliwaambia mahali fulani kwamba baba wengi hatuna muda na familia. Tupo wenyewe tu, tunafanya vitu wenyewe tu. Na wakati mwingine majukumu yametuzidi. Nikamwambia mfano wangu mwenyewe binafsi shuhuda. Wakati fulani niko masomoni, mtoto wangu amezaliwa wa pili wa kiume na mwaka ana miezi 6. Nikaenda masomoni nje ya nchi.